Hii ndio tofauti kubwa kati ya mfanyabiashara na mjasiriamali. Mara zote nikiwa hapa nazungumzia kuhusu biashara, muda wote utanisikia mjasiriamali, 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 mjasiriamali. Kwa nini wasisemi mfanyabiashara? Kwa sababu iko hivi. Mfanyabiashara ni mtu anayefanya biashara. Mjasiriamali ni mtu anayemiliki wafanyabiashara chini yake. CEO anaweza kama mfanyabiashara ila sio mjasiriamali. Mjasiriamali ni mtu anayemiliki kampuni. Kwa mfano, una kampuni. CEO anaweza kama mfanyabiashara mzuri ila anayemiliki kampuni, huyu ndo mjasiriamali. Kwa sababu gani? Ni full complete entrepreneur. So, mjasiriamali ni nani? Kuna level na safari ambayo lazima upitie mpaka uje ukue mjasiriamali. Level ya kwanza tunasema huyu ni mtaalamu ama professional. Kwa mfano, mtu ambaye anapiga picha, mwalimu, daktari, huyu ni professional yake kufanya hicho kitu anachokifanya. Lazima perform hicho kitu anachotakiwa kukiperform ndio atengeneze pesa. Asipoperform hicho kitu anachokitengeneza, atengeneze pesa. Kwa kama upo kwenye position yako ambayo usipo perform unachotakiwa kuperform, huwezi kutengeneza pesa, then wewe ni professional, mtaalamu. Alafu hatua ya pili ya professional, mtu aliyejiajiri. Mtu aliyejiajiri ni nini? Mtu aliyejiajiri ni kwamba ni professional kama professional, ila hafanyi hiyo professional yake chini ya mtu. Yaani anatafuta hizi kazi mwenyewe na kuanza kuzifanya. Huyu amejiajiri. Alafu hatua ya tatu unakuja business owner, mfanyabiashara. Mfanyabiashara ni mtu ambaye amekaa chini akatafuta hawa watu ambao wamejiajiri wawili watatu kwenye engo tofauti tofauti, akawakusanya pamoja, anakuwa yeye ni mfanyabiashara. Anachukua tenda au anachukua kazi, anakuja anawasaini hao vijana wake ambao wako chini yake. Yeye hazifanyi kazi. Yeye ni mfanyabiashara. Kwamba anakaa hapa, anachukua tenda, anachukua biashara, anachukua kazi, alafu anawasaini hao watu. Hata kama pia ni anafahamu huo, lakini hafanyi pasi. Yaani anampunguzia mteja stress ya kutafuta A B C D F. Yeye anachukua kazi, yeye ndo anajua nini cha kufanya. Huyo ni business owner, huyo ni mfanyabiashara. Alafu anakuja kwenye entrepreneur, mjasiriamali. Mjasiriamali ni mtu ambaye alikuwa mfanyabiashara, amefika stage ambayo kamweka mtu mwingine kwenye position ya mfanyabiashara ambaye anasimamia uendeshaji wa hiyo biashara ambayo imeshatengenezwa. Yeye anakuwa ameweza kujidetach na kuondoa, amemwachia business owner mwingine ataweza kuendesha. Kwa hapo unaweza kukutana na CEO wa kampuni. CEO wa kampuni ni business owner, anajua structure, anajua uendeshaji na everything, lakini mmiliki wa kampuni ndo entrepreneur. Kwa hiyo huyu ndo mjasiriamali. Ametoka kwenye level ya kuwa business owner na everything. Kwa hiyo akitoka kwenye level ya business owner na everything, anakuwa mjasiriamali. So mjasiriamali anaweza kuwa na biashara 3, 4. Mjasiriamali anaweza akaja hapa akaona biashara yako akainunua. Akishainunua inakuwa ya kwake, anaanza kuoperate, anakuweka tena wewe ndio unakuwa business owner. Kwa hiyo hii yote ndio inakuja kumjenga entrepreneur. Kwa hiyo ukitaka kuwa entrepreneur, jua una safari ndefu. Lakini ukitaka kuwa tu business owner, mfanya biashara, jua safari yako kuna sehemu inaishia. Afu kutoka wewe ndo unakuwa mjasiriamali. Jiulize sasa hivi, je, wewe upo kwenye hatua gani? Nijibu hapo chini kwenye comments.